Hello family, habari ya mchana. Natumai muliamka vizuri, mumerindwa. Nami pia niliamka vizuri, nashukuru Mungu. Otherwise, it's another day to thank God and give him glory for those who are Christians, even for those who are Muslim. Niliwaambia mimi napenda kuongea Kiswahili ndio tuelewane sote kwa sababu sisi ni wa Kenya na lugha yetu ni Kiswahili. I can speak a lot of English and distract some. Because even kwa Facebook huwa naona wengine mtu akiandika kizungu kingi sana wanakuambia hapana, usikue mzungu sana, jaribu uongee Kiswahili. Yeah, that's our language. Otherwise, kuwajulia tu hali na niko na mambo mawili tu matatu ningetaka tuzungumze hapa. Nimeona wahubiri wengi sana kwa Facebook, especially kwa grupu zetu, wanajireta, wanasema kwanza wanawake, it's time for prayer, let us pray. Alafu wana give M-Pesa numbers, you send your tithes, you send your offering, you plant some seed. Ndio naona. And many of us in Gulf, sababu ya ile mambo watu wanapitia, you find that tunategwa na hiyo maneno. Lakini ningetaka kukuambia jambo moja. I'm not a preacher, I'm not allowed to preach as a Christian believer of the Bible. I believe the word of God in Timothy tells us that no woman is allowed to preach. Na we should humble ourselves and submit to the leadership of God. Kwa hivyo mtu ambaye ameruhusiwa kuhubiri katika maandiko kwa wale ambao ni Wakristo ni mwanaume, si mwanamke. That's why I would not like to talk much about the Bible here. Lakini ukinifuata in privacy with some questions nitakujibu. So now, acha nikwambie jambo moja. Sadaka yako, fungu lako la 10 ni la kanisa yako kwa mchungaji wako. Sio la media, mtu anakuombea kwa media, mtu anahubiri kwa media, anakuambia panda mbegu. Don't be tricked. Hizo ni trick za shetani. Uko gafu huku kwa Mwarabu uende kanisani. Kuna kanisa lako nyumbani ulikuwa waenda kanisani. Tuma fungu lako la 10 kwa huyo mchungaji. Sadaka yako ya shukrani kwa huyo mchungaji. Na kama kuna jambo unalopitia, muambie akuombe. You pray for yourself, lakini kuna maombi pia ya kusaidiwa assistance. But Mungu ametuambia ya kwamba tuende kwake kwa sala na toba. Tukasali, tukamuombe. Na chochote tutakachomwambia atatupatia. I'm not preaching, I told you. I'm just advising you about these media, Facebook preachers na YouTube preachers. Usikue pray. Yani usikue wewe ni umetegwa na hao watu. Hapana, stop it girls. Stop it. Hakuna kitu watakusaidia nacho. Soma Biblia yako kwa simu. Sifu Mungu kama wewe ni Mkristo. Kama wewe ni Muislamu unajua mambo unahitajika kufanya. Sifu Mungu mwenyewe kwa chumba chako cha kulala. Kwanza ukisifu kwa lugha yako tuko na bahati huku. Si lazima uzifu na kizungu wajue unasifanya nini. Kwa lugha yako hata saa ile unafanya kazi kimoyo pole pole, sifu Mungu, piga ombi. Sisi Wakristo watu kuambiwa mpaka tuende mahali fulani tukaombe mahali. Unatembea, ukiomba, ukifanya kazi, ukipiga dua zako, ukisali na unashukuru Mungu, unamwabudu Mungu. Ukipokea mshahara wako, kumbuka fungu la 10. Toa fungu la 10. Kumbuka sadaka ya shukrani. Kabla ya matumizi yako mengine, mtumie mchungaji wako kule nyumbani tafadhali. Wachana na hao watu wa media hawa. Hakuna mahali tumeambiwa tupande mbegu. Mungu hajatupea hiyo sisi tulio wa Kristo. Na nyinyi Waislamu pia msindanganywe na hao wenzetu wanaojifanya Wakristo wahubiri. Tolea mchungaji wako fungu lake la 10, tolea mchungaji wako sadaka yako ya shukrani, naomba Mungu, shukuru Mungu kwa kila jambo. Katika mema, katika mabaya, shukuru katika kila hali, naye Mungu atakufanyia wepesi. Wanisikiza? Jambo lingine sasa nitazungumzia.
wewe uko gafu, mwingine hajakuja gafu. Kwanza kwa wale hamjakuja gafu, tafadhali kama unajitayarisha kuja gafu, fanya mambo mawili. Beba line yako ya Safaricom. Huku gafu unaweza kujiwekea pesa zako kwa Safaricom. Fungua akaunti yako, na especially fungua akaunti ya Equity. Equity haibebangi pesa za watu. Hii mambo mtu anafanya kazi, anatuma pesa nyumbani, halafu zinaliwa akifika nyumbani baada ya miaka 2, 3, 4 kuendelea, hakuna kitu amefanya. Ni uchungu mwingi sana. Pesa hazina mwenyewe, hata mzazi hata nani hasina mwenyewe. Kwa hivyo kizuri cha kufanya ni nini? Fungua akaunti yako kabla hujakuja gafu. Beba line yako ya simu ya Safaricom. Haya, ulikuja gafu huko umefungua akaunti, lakini una Safaricom. Saa hizi sehemu zote hata Saudi Arabia wako na STC. Badala ya kupewa pesa yako cash na boss mwambie kuwekea kwa Safaricom yako, wacha pesa zako zikae kwa Safaricom. Na uchunge sana wanaopigia watu simu. Unajua kumekuwa na wizi mwingi sana. Usiklik link yoyote kwa Safaricom, usichukue simu yoyote ya Safaricom. Wewe weka pesa zako kwa Safaricom. Ukifika airport, hata mtu si lazima sim card ikue kwa simu. Mtu utoa simu card yako siku ya kusafiri. Mfuko wako wa nguo yenye umefaa funga hiyo kitu na kakaratasi, sindiria mahali. Na jambo lingine, sim card yako ikiwa na pesa hata ipotee. Maana kuna mtu anajua pini ya M-Pesa yako. Hata ipotee, ukifika Kenya unaenda una replace na una withdraw pesa zako. Lakini ikiwa kwa simu unaweza kupoteza pesa, unaweza kuoniwa ikiwa kwa simu. Waona? Kwa hivyo hata unaweza kuwa na line yako ya Safaricom na haiko kwa simu, uko nayo tu, lakini unaweka pesa kwa hiyo line ikiwa nje. Hakuna mtu anaweza kuiba hizo pesa. Waona? Kwa hivyo ni vizuri sana tuangalie yale tunayopitia. Jambo lingine la mwisho ni kwamba weni watiifu. Tumekuja huku kwa hao matajiri, wamegharamika kutuleta ili tuwafanyie kazi. Nyumba ina kazi nyingi, mama ni mchafu, watoto ni wachafu. Ulikuja kwa ajili ya hiyo? Usingelikuwa na uchafu, ungelikuja kufanya nini basi? Usilalamike, maana moyo wa kunungunika Mungu aubariki. Na ukiwa na kunungunika pia utakosa amani katika kufanya kazi. Lakini ukiwa mtiifu na mwenye kusikia na mnyenyekevu, utakuwa na furaha siku zote, maana kutakuwa hakuna kikwazo. Wanisikiza dada zangu na ndugu zangu wengine pia wanafanya kazi hizi tunazozifanya na wanaumia. Kwa hivyo kuwa mtiifu wewe. Zile kazi, hakuna mtu anaweza kufa sababu ya kazi. Sifanye zile kazi unazozipewa kwa unyenyekevu na utiifu. Huku ukiomba Mungu akupe rehema na akupe amani moyoni na akupe kunyenyekea na kutii. Naye Mungu ni mwingi wa neema. Atakujalia, utafanya siku zako zote hizo, utarudi nyumbani ukiwa na amani. La mwisho, hakuna kukemboi. Maana tuambiane ukweli. Hao ndarara wako huko nje wanadanganya wasichana, kwanza nyinyi wasichana wageni. Kukemboi, ukikemboi dadangu, atakao kupata huko nje, utajua mwenyewe. Na ukweli ni kwamba tuambiane ukweli. Watu wengi wanaokufa ngafu wasichana ni makemboi. Umenyimwa chakula siku 2 3. Siku nyingine utakula. Fanya kazi. Uweze kufa na siku 2 3. Fanya kazi. Labda uwe wanyimwa kabisa na kunafita kwa hiyo nyumba. Pia usikemboi. Toka nje ukipata nafasi, badala ya kukemboi, nenda polisi. Uambiwe wakupeleke immigration. Hata usiombe office ama embassy, immigration. Nenda immigration, ngojea huko upate ndege urudi Kenya. Na wakati wowote ukitaka kutoka nje, jifunzeni, mtu fungiria pesa yako kwa baika. Wekanga pesa yako, kama pesa yako haiko kwa M-Pesa, na ndio nasema afadhali kuwekewa pesa kwa M-Pesa. Na ile kidogo yenye si ya M-Pesa, fungirianga pesa yako kwa mkanda kila saa ukiona mambo si mazuri. Henda immigration, rudi nyumbani. Ukirudi nyumbani dadangu, njia za Mungu ni nyingi, atakufungulia njia nyingine. Labda utarudi huko kama ni hiyo Saudi, utarudi huko upate tajiri mzuri. Lakini kukemboi, kuranga, dada zangu, wacheni kundanganywa. Kuna bahati, mambo mazuri gani?
Mambo mazuri gani? Ni wangapi wametoka na story nzuri ya huo Kembozi? Tafadhalini dada zangu, wacha tuamini Mungu, tuwe wazuri. Kile kilituleta huku ni kazi. Kenya yetu ili tukataa hamna kazi. Tumekuja kutafutia familia zetu. Ndicho kimetuleta huku. Wacheni tufanye chenye kilituleta huku peke yake. Mwanisikiza dada zangu, mimi ni dada yenu mkubwa. Na wengine mimi ni mama yenu. Tafadhalini nawaomba na nawaombea Mungu pia. Mungu atujalie. Nashukuru Mungu kwa kila jambo. Na washukuru pia nyinyi, muwe na wakati mwema. Tufurahie Mungu pamoja na tufanye kazi. God bless you. Have a blessed day. And God be with you. Shalom.